Bwana, kilichojiri kwenye usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, Champions League, sio surprise kwa watu wengi sana, na baadhi ya matokeo ni miongoni mwa yale ambayo watu wengi waliyategemea, ikiwemo mchezo ambao klabu ya Tottenham Hotspur walikutana na FC Copenhagen, lakini pia hata matokeo ambayo Arsenal the Gunners ameyapata dhidi ya Slavia Praga ni miongoni mwa matokeo ambayo by the way watu wengi waliyategemea. Lakini concentration kubwa na macho ya watu wengi yalikuwa katika michezo miwili. Mmoja ulikuwa ni mchezo wa Paris Saint-Germain dhidi ya klabu ya Bayern Munich, Paris Saint-Germain wakiwa katika dimba lao la Parc des Princes. Lakini mchezo mwingine ambao watu wengi waliutazama ni mchezo wa Liverpool dhidi ya klabu ya Real Madrid. Hii ni mara baada ya klabu ya Liverpool kutokuwa na mfululizo wa matokeo mazuri, lakini mchezo wa mwisho wakipata matokeo ya ushindi katika ligi soka nchini Uingereza. Sasa kwa kuanzia tu kwenye mchezo kati ya Liverpool dhidi ya klabu ya Real Madrid, wakati ambao wakielekea katika mchezo ambao watu wengi wanaamini ni mchezo mgumu kwenye ligi soka nchini Uingereza dhidi ya Manchester City, bwana, klabu ya Liverpool imemsambaratisha Real Madrid kwa idadi ya jumla ya goli 1-0. Ushindi mwembamba by the way, na unatoa tafsiri pia ya namna ambavyo mchezo ulikuwa, lakini kwa upande mwingine hautoe tafsiri sahihi ya kile ambacho Liverpool walimfanya Real Madrid pale katika dimba la Anfield. Jambo la kwanza ni namna ambavyo klabu ya Liverpool ilifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kumtawala Real Madrid katika mchezo ambao ulihusisha wachezaji wakubwa sana. Ukizungumza wachezaji wakubwa, maana ya kwamba unamzungumza mchezaji kama Florian Wirtz ambaye ni miongoni mwa sajili ghali zaidi duniani mpaka hivi sasa, na sajili ghali kwa Liverpool. Lakini unazungumza wachezaji kama kina Vinicius Junior, kina Kylian Mbappe na wengine ambao walikuwa na performance nzuri sana na walikuwa na mfululizo mzuri wa kiwango bora kabisa wakiwa na Real Madrid kwenye UEFA Champions League pia, lakini pia kwenye Spanish La Liga. Sasa start ambayo ama takwimu ambayo inaweza kukuchekesha ni kwamba jana, start ambayo inaweza kukuchekesha na inaweza kukushangaza ni kwamba kwenye mchezo wa Liverpool dhidi ya Real Madrid wachezaji wake wawili Vinicius Junior pamoja na Kylian Mbappe, hakuna hata mmoja alifanikiwa kupata shot on target, kwa maana ya kublenga golikipa Mamadashvili, kitu ambacho unaweza kuhisi sio cha kawaida. Kylian Mbappe huyu ambaye ana mfululizo wa kufunga karibu katika kila mchezo, ilikuwaje akashindwa kufunga kupata tu shot on target? Vipi kuhusiana na Vinicius Junior ambaye ni mzuri wa ukokotaji wa mpira, ilikuwaje akashindwa kupata shot on target? Jibu linakuja kuhusiana na kile ambacho alikifanya mlinzi wa kulia kinda wa klabu ya Liverpool, bwana mdogo Bradley. Kafanya kazi kubwa sana katika ule mchezo. Amefanya mambo mengi sana ya msingi kwenye ule mchezo. Moja wapo ni kumpin Vinicius Junior na kukata mawasiliano kati ya Vinicius Junior pamoja na Kylian Mbappe. Alafu mwalimu Arne Slot akaingia na overload kwenye eneo la kiungo cha kati. Angalia wachezaji ambao aliwaplace katika mchezo wa jana. Umezoea Liverpool kuanza na Cody Gakpo kulia na kushoto na kulia, akaanza na Mohamed Salah mbele, akaanza na mshambuliaji wa kati Nacho ambaye kwa sasa kutokana na majeruhi ya Alexander Isak ni Hugo Ekitike. Lakini mwalimu akaja tofauti. Florian Wirtz, Alexis McAllister, Ryan Gravenberch pamoja na Dominic Szoboszlai wakawa jumla ya watu 4 katika eneo la kiungo, ili kuweza kumaintain tempo ya mchezo, lakini pia kuweza kuwapressure Real Madrid muda wote kwa nguvu, kasi waliokuwa nayo pamoja na passion ambayo wachezaji hao walikuwa nayo. Kumbuke Real Madrid pia nao wanacheza na viungo 4, kwa maana ya kwamba Jude Bellingham, Camavinga, Aurelien Tchouameni pamoja na Adagula, ni jumla ya viungo 4. Kwa hiyo ni kama mifumo ilivaana hivi, lakini kutokana na kasi na nguvu ya baadhi ya wachezaji na ufanisi wa wachezaji wa klabu ya Liverpool, ikiwemo Alexis McAllister, Gravenberch ambaye nimekutajia, pamoja na kazi nzuri sana aliyofanya Dominic Szoboszlai, moja kati ya wachezaji ambao watu wengi hawazungumzi kama mchezaji bora. Kazi aliyoifanya katika siku ya jana wakati wakivana na kikosi cha klabu ya Real Madrid ilikuwa ni kazi iliyotukuka kwa kiasi kikubwa sana, na ni miongoni mwa sababu muhimu za klabu ya Liverpool kupata matokeo katika mchezo dhidi ya Real Madrid. Halafu mbali na hilo, Liverpool wapata ushindi wa pili mfululizo kutoka kwenye ligi, lakini pia kwenye UEFA Champions League mara baada ya kuwa na mfululizo wa matokeo mabaya katika mashindano yote. Of course, hichi kinaweza kuwarejesha Liverpool katika mstari ulio sawa sawa. Sasa mara baada ya mchezo kuhitimika,
watu walikuwa na maoni tofauti tofauti. Kabla ya mchezo, kilichokuwa kinasubiriwa na wengi ni namna ambavyo Trent Alexander-Arnold atarejea tena katika dimba la Anfield mara baada ya kuondoka kwenye klabu ya Liverpool. Of course alirejea na mashabiki kuanzia anapofanya mazoezi tu ya kujiandaa na mchezo walikuwa wakimzomea, na hata alipokuwa akigusa mpira alipoingia uwanjani kuchukua nafasi ya Dagula alikuwa akizomewa. Na of course watu wamekuwa na maoni tofauti tofauti kuhusiana na hili. Jude Bellingham anaamini kwamba mashabiki walikuwa wanafanya kazi yao kama mashabiki, lakini wamefurahi kumuona tena kijana wao kutoka katika mji wa Liverpool, Trent Alexander-Arnold, na wanafurahi kwa sababu amewapa mataji, na inabidi pia wamfurahie kijana huyu ambaye amepiga hatua mara baada ya kuihama klabu ya Liverpool. Lakini kwa upande mwingine, of course baadhi ya watu wanaamini ni sawa tu mashabiki wa Liverpool walivyokuwa wakifanya kumzomea kwa sababu hakuonyesha loyalty, kwa sababu ni kijana wao wamemtengeneza kuikimbia klabu hiyo na kuhamia katika klabu ya Real Madrid, huku Liverpool ikimfunga Real Madrid. Ni miongoni mwa machaguo mabaya ambayo ameyafanya. Mmoja kati ya watu ni Yami Karaga ambaye anasema Liverpool alikuwa katika level za Real Madrid, kwa Trent alistahili kubakia katika klabu hiyo. Lakini by the way yameisha, amepita, na Trent Alexander-Arnold anaendelea na maisha yake ya kawaida ya kila siku kama mchezaji. Of course Madrid wanaondoka na doubt, kwa maana ya hofu kidogo ya baadhi ya wachezaji wao kuhusiana na discomfort na kutokujisikia kawaida, mmoja wao wachezaji akiwa ni Jude Bellingham ambaye amepona majeraha hivi karibuni. Kwa hiyo inabidi afanywe vipimo, angaliwe na nini kutokana na ugumu wa mechi ambazo Real Madrid amekuwa nazo. Kumbuke tu wiki moja nyuma alikuwa na mchezo wa El Clasico dhidi ya klabu ya FC Barcelona. Madrid amekufa katika dimba la Estadio Anfield, si ndio? Amepotea, na sijui kama ile imani ya Madrid inaendelea kuwepo kwamba msimu huu Madrid anaweza akachukua chochote mara baada ya kupoteza dhidi ya klabu ya Liverpool ambayo nyuma hapo kidogo ilipoteza mchezo dhidi ya timu ambayo watu wengi hawakutegemea ipoteze kwenye UEFA Champions League. Mchezo ambao inawezekana ulikutanisha timu ambazo msimu huu ni bora. Ni mchezo kati ya Bayern Munich dhidi ya PSG. Kitakwimu tu Bayern Munich amefunga magoli 33 katika ligi kuu soka nchini Ujerumani pale. Na kabla ya kukutana na Paris Saint-Germain, Bayern Munich alikuwa amefunga takriban magoli 11 kwenye UEFA Champions League. Kane peke yake akiwa amepiga magoli 5. Ni miongoni mwa performance bora sana kwa timu kama Bayern Munich msimu huu. Kwenye ligi 5 bora barani Ulaya, hakuna timu yoyote ambayo imefunga magoli mengi kumshinda Bayern Munich. Jumla ya magoli 33 katika ligi ukijumlisha na yale magoli 11, aisee, timu imefanya kila kinachostahili. Na bahati nzuri asilimia 90 ya magoli yake yamefungwa na washambuliaji tu. Yaani unajua ukienda kwenye grafu ya baadhi ya timu, kwa mfano Arsenal the Gunners kuna magoli mawili ya Declan Rice, mawili ya Martin Zubimendi, kuna goli la mawili ya Gabriel Magalhaes yako pale pia. Alafu ndo unakuja kukuta kina Gyökeres wana magoli 5, unakuta wengine wana magoli 4 kama Saka na wengineo na vitu kama hivi. Lakini kwa Bayern Munich yale magoli ambayo amefunga Bayern Munich msimu huu yanagawanywa kwa Kane, yanagawanywa kwa Luis Diaz, Jamal Musiala, Karl pia yuko yule bwana mdogo Karl anagawanywa, Nicholas Jackson ni miongoni mwa watu ambao wamefunga magoli. Sasa mengine machache sana yanayobakia ndio unaweza kukuta angalau wazaji wengine tofauti kama wakina Pavlovic ambao wamefunga, wanatoka kwenye defensive midfielder na wengineo. Lakini Bayern safu yake ya ushambuliaji ni hatari. Jana katika mchezo dhidi ya Paris Saint-Germain, Vincent Kompany anaiongoza timu hiyo msimu huu 2025-26 katika mashindano yote, kucheza mchezo wa 16 na kupata ushindi katika michezo yote 16 ambayo wamecheza. Yaani hakuna sare kwenye hiyo michezo na wala hakuna kipigo kwenye hiyo michezo. 16 out of 16 Bayern Munich amemanage kupata matokeo katika michezo yote. Hiyo inakupa picha ya kukwambia kwamba Bayern Munich ni timu hatari sana msimu huu inapocheza dhidi yako. Na katika hizo mechi hesabu pia ameshacheza mechi ngumu kabisa dhidi ya Borussia Dortmund kwenye The Classic, ameshacheza pia dhidi ya Paris Saint-Germain kwenye UEFA Champions League. Lakini kwa upande wa kikosi cha klabu ya Paris Saint-Germain msimu huu unaendelea kuwa msimu mbaya kwao, kwa sababu sio za matokeo peke yake. Ukienda kupima injury crisis za klabu ya Paris Saint-Germain, utakuta wachezaji ambao hawajapata injury ni wachache sana. Katika hao wachezaji, mmoja wapo ni William Pacho pamoja na Vitinha. Ni miongoni mwa wachezaji wachache ambao wanaanza kwenye kile kikosi chao cha kwanza.
Achana na kina Ilya Zabarani ambao wameingia msimu huu, zungumza wachezaji ambao walikuwepo kuanzia msimu uliopita. Wakina Marquinhos wote, wakina Fabian Ruiz, Joao Neves, labda pengine na Nuno Mendes ndo hajaathirika na majeraha. Achraf Hakimi jana ameingia katika orodha ya majeraha. Wachezaji kama wakina William Pacho wana injury crisis na kadi nyekundu, lakini wachezaji wengine wakiwemo safu yao yote ya ushambuliaji kule mbele wote wana historia ya majeraha. Ousmane Dembele mapema tu baada ya dakika 45 za kipindi cha kwanza nafasi yake ilibidi ichukuliwe na Lee Kang-in ambaye aliingia mara baada ya Ousmane Dembele kutokujisikia vyema. Na hapo ukumbuke alikosa michezo kwa kipindi kirefu sana, ikiwemo kile kipindi ambacho alikuwa kwenye tuzo za Ballon d'Or. Ni miongoni mwa wachezaji wamekosekana kwa muda mrefu. Desire Due pia amekosekana kwa muda mrefu na amekuwa na injury double. Amepata injury akakosa michezo 7, lakini pia amepata tena injury kwa mara nyingine mara baada ya kujitonyesha. Ni miongoni mwa wachezaji ambao PSG wanawakosa. Msimu huu wamekosa mechi nyingi sana wachezaji wake na wamekuwa na injury cases nyingi, kitu ambacho kinaifanya PSG pengine inawezekana msimu huu wamecheza mara moja tu wakiwa kamili au hawajawahi kucheza kabisa wakiwa kamili msimu huu wote wa 2025-26 mpaka sasa walikofikia. Na kipigo cha jana dhidi ya Bayern Munich ni miongoni mwa vile ambavyo vinatoa pia taswira ya namna ambavyo PSG imecheza michezo mingi bila kupumzika. Wachezaji wake pia wamekuwa na fatigue na wanahitaji mapumziko, lakini hayo mapumziko hayapati kwa sababu ni msimu wa kimashindano. Kumbuka wachezaji wa Paris Saint-Germain wamekuwepo kwenye kosi hicho kwenye Champions League, wamekuwepo kwenye Coupe de France, wamekuwepo pia kwenye ligi yao ya nyumbani kwa maana ya Ligue 1 Le Championnat. Baada ya hapo wamekwenda kwenye Club World Cup, lakini pia wamekuwepo kwenye mchezo wa UEFA Super Cup dhidi ya Tottenham Hotspur. Alafu ukumbuke pia hawa wachezaji asilimia kubwa sana wanaitwa kwenye timu zao za taifa, wakiwemo kina Vitinha, kina Joao, wakina Desire, wakina Ousmane Dembele, wote wanaitwa kwenye timu za taifa na wanapata nafasi ya kuanza pia kwenye timu zao za taifa. Wametumika sana, kitu ambacho kinawasababisha wachezaji hao wanapata fatigue. By the way, kocha Luis Enrique kama kawaida ameendelea kukaa jukwani, lakini timu yake imeshindwa kumanage kupata matokeo. Msimu huu inawezekana Bayern Munich akawa tishio kubwa sana kwa timu kubwa na timu ambazo zinatafuta nafasi ya kuwa mabingwa wa Ulaya. Bayern Munich tayari ameshaanza na PSG, nani anafuata na nani pia atapita katika kile kisu cha kina Harry Kane, cha kina Luis Diaz na wengineo, sijui nani anafuata. Lakini hakikuwa kitendo cha kiungwana Luis Diaz alichokifanya kwa Achraf Hakimi, ila ndo adrenaline yenyewe ambayo tunaizungumza. So by the way, hiyo ni UEFA Champions League na usiwe na matarajio makubwa kama timu yako inashiriki huko na inaenda kukutana na Bayern Munich. Au vipi? Mimi naitwa Emmanuel Goodluck. Asante kwa kuwa nasi RMTV. Nikuombe pia mwana RMTV uendelee kutufuatilia pia kwa kusubscribe, lakini pia like na comment wakati wote ili mimi na wewe tuendelee kuwa karibu zaidi muda wote. Bye bye.